Zahanati yetu ambayo ilijengwa na Mheshimiwa Jumanne Magembe aliyoimalizia mpaka leo. Katika wilaya ya Mwanga, zahanati zote za wilaya ya Mwanga zina nyumba za madaktari na manesi. Hii ya kwetu ndio peke yake haina nyumba ya daktari wala nesi. Madaktari wanahamishiwa hapa, wanateseka, wanakaa Mwanga, alafu wanakuja kutibu wagonjwa hapa kwa sababu hakuna nyumba ya kukaa daktari. Vijana sasa hivi wameendelea, hawezi kuishi nyumba za kizamani. Itakiwa jenge nyumba za kisasa na madaktari na manesi. Hilo ndio ombi langu kwa mheshimiwa. Ya nyumba ya wauguzi pale kituo cha afya. Wapo madaktari pale hawana nyumba ya wauguzi, wanaenda kupangisha sehemu ziko mbali. Wagonjwa wakiletwa, anaenda kutafutwa daktari alipo mpaka amshwe, mpaka afike kwenye kituo anakuta mgonjwa amezidi. Sisi pamoja na wananchi tumekuwa ni mashahidi kwamba serikali imekuwa ikiweka jitihada za kujenga vituo vya kutolea huduma za afya katika maeneo mbalimbali, lakini imekuwa ikitekeleza kwa awamu. Na niseme tu kwamba katika kijiji hiki ni kweli kuna uhitaji wa zahanati hiyo, lakini kwa kurejea kwamba serikali inaendelea kufanya ujenzi kwa awamu, lakini bado kuna fursa kwa wananchi kuanza kujitolea na kuanza ujenzi, na baada ya hapo serikali inaweza itakuja kuweka nguvu na kuweza kufanya umaliziaji. Kija kwenye swala la nyumba za watumishi katika zahanati zote tatu, swala hili mheshimiwa mbunge tunalichukua, nafikiri lipo katika mipango ya halmashauri kuhakikisha watumishi wanakaa katika maeneo karibu na vituo vyao vya kazi. Mheshimiwa naibu waziri, pia naomba na hili la uchakavu wa zahanati, kwa sababu kila mwaka halmashauri imekuwa ikitenga fedha kukarabati zahanati mbalimbali. Kama tunavyojua, miundombinu mbalimbali katika halmashauri yetu imechakaa, hivyo na hili ni swala la kibajeti na linaendelea kutekelezwa kila mwaka. Viongozi wenu wa kijiji, tafuteni eneo, mimi nitawatafutia matofali 3000. Sisi wenyewe kama wananchi tunaweza kuanza, ikishafika sehemu kwenye lenta hapa juu tuwaombe serikali waichukue kutokea hapa. Sawa?